Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko poa na uko vizuri sana. Uko tayari kwa ajili ya kusikia ni nini ambacho kinaendelea katika uga wa kimichezo. As we know, mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi na nimeendelea kufuatilia mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo. Kazi yangu mimi ni moja, ni kuhakikisha kwamba nazifuata taarifa na habari popote pale zilipo, na ninahakikisha kwamba ninakufikishia wewe Mtanzania ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizo. Kazi zetu ndo hizi hapa. Na mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. I hope uko vizuri. Sasa unajua kuna namna ambavyo Simba Sports Club walistukia umchongo, na mara baada ya kustukia umchongo wameweza kuona kwamba huu mchezo unaweza ukaahirishwa, na huu mchezo ukiahirishwa unaweza ukatuletea tabu kidogo, na wameendelea kuweka pressure kubwa sana. Siku ya jana Simba ametoa taarifa kwa umma kuelekea mchezo wa Juni 15 mwaka 2025 ikisema klabu ya Simba inawaarifu umma na wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni mwaka 2025 kushiriki mchezo nambari 184 na kama ulivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na ni kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira miguu nchini Tanzania. Wanasema kwa msingi wa klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kucheza siku ya Jumapili ya tarehe 15 Juni mwaka 2025. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kujaza uwanja Benjamin Mkapa siku muhimu. Siku hiyo ni muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Najua hii ni barua ya Simba ya pili kwa siku za hivi karibuni mara baada ya ile sakata la Young Africans pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuwazito, kwa sababu Juni 10 maana siku 3 zilizopita Simba pia waliandika barua kusema klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama na wapenzi wa umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi wasiadaike na kelele za mitaani. Wala ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 wasitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua tiketi baada ya tangazo la bodi ya ligi kuu. Twende tukaujaze uwanja Mkapa. Ifahamike wazi kuwa ligi kuu NBC inajumuisha timu 16 na sio ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu vilabu vyote 16 ushiriki vikao vya kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 wa mwaka 2025 na kuchukuliwa hatua stahiki na mamlaka husika. Wachukue hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wale wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira miguu nchini Tanzania. Sasa ukiangalia hizi ni barua za Simba ambazo ni mbili ambazo zimetolewa ndani ya siku za hivi karibuni. Hii imetolewa tarehe 10 na hii imetolewa tarehe 13. Ukiziangalia zote zinaendelea kushabiana kwenye jambo moja, kwamba Simba wanaendelea kuamini kwamba mechi bado ipo na wao hawana kitu kingine cha kupoteza katika huu mchezo. Wanachokihitaji ni mechi yao ipigwe kama ambavyo ilivyopangwa. Wakati huu haya ikiwa yanaendelea ndani ya kikosi ya Young Africans, wao msimamo wao umeendelea kusalia vile vile kwamba sisi bwana hatuwezi kucheza mchezo mpaka ambapo taratibu husika zitakavyokamilika. Lakini Simba ni kama wamestukia. Sasa nimeona baadhi ya maoni mbalimbali. Kwanza kuna mtu ambaye amesema barua hii ya Simba inafanana na ile barua ambayo Yanga alitoa Machi 8. Yanga aliandikaje? Yanga aliandika hivi: uongozi wa Yanga Africa Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi namba NBC uliopangwa kuchezwa tarehe 8 Machi mwaka 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku uko pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Yanga Afrika kama mwenyeji wa mchezo wetu tunatumaini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Yanga utapeleka timu uwanjani kwa Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, na tutakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoa ya jirani na sehemu mbalimbali duniani kuja kushuhudia mchezo. Ukizisoma hizi
hizi zote utakubaliana na mimi kwamba zinashabiana. Sasa baadhi ya wadau na wafuatiliaji wazuri sana wa masuala ya kimpira wameandika maoni yao, na mimi kazi yangu ni kujaribu kupitia maoni yao wanasemaje. Skanda anasema ni kweli kulivunjwa kanuni ya timu kufanya mazoezi. Ni kweli Simba alizuiliwa, lakini ilikuwa si sababu ya kuvunja mchezo. Ndio maana nikasema mamlaka za mpira wetu ni dhaifu na zinapaswa kuwajibika. Simba aliwatishia bodi ya ligi wakavunja mchezo, hadi leo hawajatoa ripoti ya uchunguzi. Yanga wakaenda uwanjani na mbwembwe nyingi, wakaenda hadi Bunju kuitaka mechi, kisha baadaye wakasema hatuchezi. Mamlaka zilivyoyumbishwa, mamlaka hazina nguvu, yani leo hata bouncer hawajawajibishwa. Ni vichekesho vitupu. Umeona hii andiko la Simba la kuitishia mamlaka kwamba kwa vovote vile mechi ipo. Nasema tena, mechi iwepo na isiwepo, kuna watu hawapaswi kuendelea kuwepo pahala walipo, wanatakiwa kuwajibika. Hizi ndizo nyakati za mpira wetu kuchuja makapi, na kuna watu wanapaswa kutuachia mpira wetu. NB, siasa, rushwa, usimba na uyanga aidha vitauzika mpira wetu au mpira utabaki yoye, alafu Simba na Yanga zitakufa, ameandika Skanda. Lakini pili, niliona pia mtu mwingine ambaye aliandika andiko ni Jemedari Saidi, ambaye naye pia aliandika andiko refu sana mara baada ya hii barua ya kikosi cha Simba kutolewa, kwa sababu kila mmoja alikuwa anajaribu kuuliza, je, itakuwaje? Itakuwaje? Anasema, akaandika, Simba wamesikia nini? Kuna jambo analijua au wanahisi linaenda kutokea? Kwa nini wanakuja na andiko la mkwara kama hawajapata harufu yoyote? Wamesusa harafu mechi ikagairishwa, na kama itagairishwa ni zitatumika kanuni kugairisha. Kwa nini wao wamekosa subira na kutoka kwamba hawatoshiriki mechi nyingine ya namba 184 zaidi ya tarehe 15 Juni mwaka 2025? Haraka hii ya nini? Maana yake ya nini? Sasa ni kuonyesha ubabe na hakuna kutafuta utaratibu tena. Taratibu na kanuni si kwa ajili ya timu zote. Anguko ni lazima kama tutaendekeza mambo haya. Akamaliza kwa kuandika, tumewafunga, wamekuwa wakubwa, sasa hawaenei kwenye banda, anasema Simba na Yanga. Lakini pili, jioni ya jana ilitoka taarifa ya kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara watatoa taarifa nyeti wakati wowote tangu jana usiku, lakini mpaka sasa hivi bodi ya ligi kuu Tanzania bara wao hawajatoa taarifa yoyote. Ile hali tulikuwa tumesubiri kwa hamu kuona ni nini ambacho wao watakachokitoa kwenye hizo taarifa nyeti, lakini naamini siku ya leo wanaweza wakatoa hiyo taarifa nyeti kama ambavyo siku ya jana walivyokuwa wanazungumza. Aidha wanaweza wakatutangazia nani watakuwa waamuzi katika mchezo huo, ama wakatutangazia mechi haitakuwepo. Let's wait and see. Mimi naitwa Marcus Boniface Kanyasi. Asante, bye bye.